Nataka nikuulize swali asubuhi hii unapojitayarisha kwa ajili ya kwenda kazini. Najua sasa hivi umeamka pale unajiandaa kwa ajili ya kutoka uende kazini. Kuna wengi wanajua wanaenda wapi. Na kuna wengine ambao wanatoka wasijue kazini ambapo wanaenda leo ni wapi. Sio kama unanipata. Kuna mtu ambaye anatoka nyumbani sasa anajua anaenda wapi kwa ajili ya kazi. Na kuna mwingine ambaye anatoka lakini hajui kwamba anajua anaenda kazi lakini hajui kama anaenda kazini wapi. Kuna sehemu fulani ambapo watu huwa wanaenda asubuhi, wanaenda wanakaa hapo ama wanasimama hapo, alafu kama kuna mtu yoyote ambaye yuko na kazi ama anakuja yuko na kazi anakuja pale na anachukua watu anaenda nao kwa ajili ya kazi. Either ni kazi ya mjengo, kazi ya shambani, kazi na yoyote ile. Watu wa Mombasa pale EPZ, Msemza Mtwapa pale, hata Changamwe kule kwenye makampuni unaenda, lakini hujui utaingia kampuni gani, lakini wewe unaenda tu just in case kuna mahali ambapo watu hawajatoshea unaingia pale. Lakini licha ya kwamba unapanga kwamba unatoka, ni kitu gani kile ambacho huwa kinakuhakikishia kwamba utarudi? Nauliza tu kwa uzuri, ni kitu gani ambacho kinakuhakikishia ya kwamba mimi natoka, ninaenda kazini, kama vile ambavyo mimi nimetoka leo asubuhi nikikuja kazini? Ni kitu gani kile ambacho kinanipatia ama kinanifanya niwe na imani kwamba nitarudi, mpaka naanza kupanga mipango ya kesho, ya kwamba kesho nitafanya hivi ama kesho kutwa nitafanya hivi ama nikirudi nitapitia mahali fulani? How sure are you kwamba utarudi? Bila shaka labda umejijibu ya kwamba, ama labda hata mimi nimejijibu ya kwamba ni imani ambayo tuko nayo. Labda tuko na imani ya kile kitu ambacho tungetamani kuweza kukifanya baadaye. Hiyo imani hiyo ndio ambayo natamani niweze kuizungumzia asubuhi ya leo. Manake sio kila mmoja ambaye yuko na imani. Manake unaambiwa kwamba imani ni kuwa na uhakika wa mambo yale ambayo huwa hatuyajui, lakini tuna matarajio ya kwamba yatafanyika. Hatujui, sina uhakika kwamba nitarudi, lakini nina matarajio ya kwamba itakapoisha siku ama nitakapomaliza kazi nitarudi nyumbani. Niko na matumaini ya kwamba nitarudi nyumbani. Hata wewe unaaga pale nyumbani, unaambia mke wangu, mimi natoka, lakini jioni nitarudi ama nitarudi baadaye. Ni imani inakufanya kwamba uamini kwamba utarudi. Katika kitabu cha Warumi mstari wa fungu la ama sura ya 15 mstari wa 13, Biblia inasema hivi ya kwamba basi Mungu wa tumaini na awajaze ninyi furaha yote na amani katika kuamini, mpate kuzidi sana kuwa na tumaini katika nguvu za kiroho ama za Roho Mtakatifu. Nitarudia katika kitabu cha Warumi 15 mstari wa 13, basi Mungu wa tumaini na awajaze ninyi furaha yote na amani katika kuamini, mpate kuzidi sana kuwa na tumaini katika nguvu za Roho Mtakatifu. Tunazungumzia imani asubuhi ya leo. Manake imani ndiyo ambayo imetuweka mpaka leo hii. Tunaishi kwa imani hata leo hii. Manake kuamini ama imani ni kuweza kuwa na ama ni kuamini ahadi za Mwenyezi Mungu hata kama inaonekana kuwa ngumu. Mara nyingi unapata kitu ni kigumu kabisa. Mara ngapi wewe umejipata mahali ambapo unafaa kuapia before the panel ya kazi yenyewe, unapata ni watu 2,000 wameweza kuapply ile kazi na wewe uko hapo lakini ambacho ya kuwa ngumu
Katika kitabu cha Romans chapter 4 verse 18, yule anasema naye aliamini kwa kutarajia yasiyoweza kutarajiwa, ili apate kuwa baba wa mataifa mengi, kama ilivyonenwa, ndivyo utakavyokuwa uzao wako. Naye alikuwa dhaifu wa imani, alifikiri hali ya mwili wake ulikuwa umekwisha kufa, akiwa amekwisha kupita umri wa miaka 100, na hali ya kufa tumbo lake Sara. Nazungumzia kuhusiana na kisa cha baba wa imani ambaye sote tunamfahamu, Ibrahimu, jinsi aliweza kudhihirisha imani yake kwa njia tofauti tofauti sana. Wakati ambapo anaahidiwa kwamba utapata mtoto kwa uzao wa tumbo lako, anaanza kusita na anaanza kutoamini kwamba inawezekanaje, iweje kwanza, ama hata inaanzaje, kwamba huu katika umri wangu huu nitapata mtoto, ama mke wangu atapata ujauzito. Lakini sasa kwa sababu ya imani kubwa aliyokuwa nayo, matarajio ama matokeo yanaweza kuonekana mwisho wa kuisha. Usiwahi poteza tumaini, ama usiwahi kosa tumaini kwa Mwenyezi Mungu wakati ambapo Mungu bado anafanya shughuli, ambapo Mungu bado anafanya kazi yake. Naweza sema nimeamini kwa muda mrefu, mimi nimekuwa nikiamini kwa muda mrefu, lakini sijawahi ona matokeo yoyote. Inawezekanaje? Manake hata Hana mwenyewe tunapomsoma katika maandiko, katika kitabu cha Samueli wa kwanza, nikitumai Samueli wa kwanza mstari wa moja kuanzia mstari wa 10, Biblia inasema hivi: naye huyo mwanamke alikuwa na uchungu rohoni mwake, akamwomba Bwana akilia sana, akaweka nadhiri akisema, Bwana wa majeshi, ikiwa wewe utaangalia teso la mjakazi wako na kunikumbuka, wala usinisahau mimi mjakazi wako, na kunipa mimi mjakazi wako mtoto mume, ndipo mimi nitakapompa Bwana huyo mtoto siku zote za maisha yake, wala wembe hautamfikia kichwani mwake. Ikawa hapo alipodumu kuomba mbele za Bwana, Eli akamwangalia kinywa chake. Basi Hana alikuwa akinena moyoni mwake, midomo yake tu ilionekana kama anena, sauti yake isisikiwe. Kwa hiyo huyo Eli alimdhania kwamba amelewa. Ndipo Eli akamwambia, je, utakuwa mlevi hata lini? Achilia mbali divai yako. Hana akajibu akasema, hasha bwana wangu, mimi ni mwanamke mwenye roho ya huzuni. Mimi sikunywa divai wala kileo, ila nimeimimina roho yangu mbele za Bwana. Usimdhanie mjakazi wako kuwa ni mwanamke asiyefaa kitu, na kuwa katika wingi wa kuugua kwangu na kusikitika kwangu ndivyo nilivyonena hata sasa. Huyu mama ambaye tunamzungumzia aliweza kumlilia Mwenyezi Mungu kwa muda mrefu ili kwamba aweze kupata mtoto. Maana yule mwenzake alikuwa na mtoto, lakini yeye hajaweza kupata mtoto. Labda alijiona kana kwamba Mwenyezi Mungu hamjui tena, ama hamtambui tena. Lakini kwa sababu ya imani yake na kuendelea kumtegemea Mwenyezi Mungu na kumwomba Mwenyezi Mungu, imani yake inaweza kudhihirisha matumaini yake yalivyokuwa makuu katika Yesu Kristo. Aliweza kuomba kwa muda mrefu sana. Huenda kuwa umeomba kwa muda mrefu sana. Na huwa napenda sana kuzungumzia kuhusiana na mtu ambaye anakosa kuamini kwa sababu ya kwamba amechukua muda sana. Kuna wakati fulani nilikuwa nazungumzia kuhusiana na kuchukua muda sana. Unashangaa kwa nini mimi nimekuwa nikiomba jambo hili kwa muda, hakuna mtu ambaye ama hakuna kitu ambacho kimefanyika katika maisha yangu. Ipo siku ambayo yako itafika. Siku ya baraka yako itafika. Marake Mungu mwenyewe anapanga vitu peke yake. Nilikuwa tunazungumzia kuhusiana na kisa cha ama hadithi ile ya mbuyu na mpilipili.
ambapo mbuyu unachukua muda mwingi sana kuweza kutoa matunda yake ama mazao yake, lakini mpilipili baada ya miezi mitatu, baada ya miezi miwili tayari umeanza kutoa matunda yake ama mazao yake. Lakini imaanisha kwamba baada ya kuchukua huo muda mrefu matunda yako yatakuwa ni madogo. Hapana. Kuwa na imani, japo hata kama ni ndogo, kama chembe ya haradali, Mungu atatumia hiyo hiyo kuweza kukujibu maombi yako. Mwanamke huyu aliweza kulia sana kitambo, manake ingekuwa labda mimi na wewe tungeweza kupoteza matumaini. Na tuseme kama wacha tu ikae, kama mambo ni haya, wacha tu za kuomba wote miaka 5, miaka 6, miaka 10, miaka 20 bila kuweza kupata jibu. Lakini tazama mwanamke huyu imani. Biblia inasema hivi, na mwanamke mmoja mwenye kutoka damu kwa muda wa miaka 12 yukanima akagusa vazi lake, maana umepona. Inde la vazi la Yesu mimi nitapata kuona. Watu na nguvu zake tumekuwa tukizisoma, habari zake tumekuwa hata kwa kugusa vazi lake mimi nitapata kupona. Asubuhi ya ya kuweza kuamini kwamba nitalipata kile kitu ambacho umekuwa ukikitamani. Unahitaji tu imani. Kile kitu ambacho umekuwa ukisumbukana nacho, umetamani kuweza kuondoka pale, kama tulivyozungumza katika awamu ya kwanza ya kwamba umekuwa ukijipata umerudi nyuma, lakini Mungu anakuambia kwamba rudi tena. Unahitaji imani ya kusema kwamba ninaweza nikaondoka hapa. Unahitaji imani useme ya kwamba mimi ninaweza kujiondoa katika hii hali ambayo ninaipitia. Ni jambo gani lile ambalo unahisi ya kwamba unahitaji japo imani ndogo? Ni jambo gani lile wewe mwenyewe unalifahamu? Unahitaji tu imani, na hii imani haitokani na kitu chochote tu, haitoki tu mahali popote tu, inatoka kwa Mwenyezi Mungu. Muombe Mwenyezi Mungu aweze kukupatia imani asubuhi ya leo. Kuwa na imani ya kwamba hata unapoondoka katika ile nyumba utarudi.
rudi ukiwa na kile kitu ambacho umekiendea.